Simba oye! Simba oye! Simba oye! Jeshini hakuna uchawi. Jeshini tarehe 3 Simba nguvu moja. Unajua maneno wakati fulani ni kama maji ya moto hayachomi nyumba. Maji ya moto ni kama maji ya moto hayachomi nyumba. Kwa hiyo maneno hiyo si hoja. Tuangalie dakika 90 tutafanya nini siku ile. Umependezwa na hili Simba kupeleka mechi Samuyo? Nakwambia hivi, ni kama mfungwa hachagui gereza. Tutakwenda kucheza mpira Samuyo. Akipita getini lazima afe chuma 3. Akikoswa anakufa goli 2 bila. Hivyo ndugu yangu, sina mengi ya kuongea kwa sababu jeshini ya kuruka hakuna uchawi ndugu yangu. Kutoka wangu mimi hapa, washangilie ubingwa kuanzia sasa hivi. Kuanzia sasa hivi washangilie ubingwa. Tukutana nao Zanzibar, tukutana nao wapi, washangilie ubingwa. Sisi napiga kama ngoma, napiga kama ngoma hao. Wale napiga kama ngoma. Sema marefu au maazmeni wao wanataka kuleta maisha ya magoli sio magoli. Wasilete maisha hayo, tucheze mpira, tuangalie nani anacheza mpira, tucheze mpira. Tufungane kwa halali. Sina napiga 3. Hiyo kwa heshima hiyo. 3. Kwa heshima hiyo. 3. Hiyo kwa heshima kwa sababu bwana mzee shikamoo. Marhaba bwana, habari yako kijana? Bwana mimi niko vizuri na nimekuja mtaani kwako. Kwanza nazungumza na mzee nani na utuambie hapa ni wapi? Amiri Omari Mhina, gosi ya Simba. Hapa ni kwa Kombo wilayani Korogwe mkoani Tanga. Tanga moja hiyo. Tanga moja hilo. Simba kindaki. Kindaki. Ubaya ubwela baba. Ubaya ubwela baba. Tangu miaka ipi hiyo? Tokea miaka ya 70. Simba iko vile vile tu. Hizo mdogo. Sana, ningali kijana sana wakati huo. Miaka ya 70. Na iko miaka 70 hiyo, kipi ambacho unakikumbuka kabla kwenda kuzungumza ambacho kiko mbele yetu? Nawakumbuka wachezaji wangu wa mwaka 74. Kwanza namkumbuka vizuri sana Athumani Mambosasa golini, nambari 2 Shabani Baraza, 3 Mohamed Kajole, 4 Athumani Juma, 5 namkumbuka Omar Chogo, 6 Khalidi, 7 Wile Mwajibe, 8 Haidari Muchacho, 9 Sabu, 10 Mfalme Kibaden, 11 Basilunga. Hao nawakumbuka sana watu wa mwaka 74 hao. Alafu mimi nawakumbuka wachezaji tulikuwa nao miaka ile ya nyuma. Omar Gumbo namkumbuka vizuri. Unaona? Alafu mimi namkumbuka sana huyo aliyekuwa Mlapakolo enzi zile. Hao wote nawakumbuka tu. Martin Kikwa amecheza pale Simba namkumbuka sana. Kwa hiyo Simba ni ngangari kina Sadia tulikuwa nao sisi. Miaka ya 70 na kitu. Kwa hiyo Simba ni oye, Simba ni ngangari, Simba ni moyo bwela tu, nguvu moja. Bana, hiyo ni Simba ya miaka hiyo wakati wote wa kijana. Sasa hivi mzee, kuna vijana nao wanaishuhudia Simba yao ambayo msimu huu imehamia pale Meja Jenerali Samuyo. Kubwa zaidi ambalo nataka kufahamu kutoka kwako, mchezo wa ligi kuu wa Tanzania bara dhidi ya mtani Young Africans ambao ulichezwa pale visiwani Zanzibar. Sasa hivi Simba ni mwenyeji mara baada ya mchezo uliopita kuwa mgeni. Mechi imepelekwa Isamuyo badala ya Benjamin Mkapa kama ambavyo imezoeleka. Maneno yamekuwa mengi. Wewe umelipokeaje kwanza hili kama mwana Simba kwenda kucheza dabi Isamuyo? Unajua maneno wakati fulani ni kama maji ya moto hayachomi nyumba. Maji ya moto? Ni kama maji ya moto hayachomi nyumba. Kwa hiyo maneno hiyo si hoja. Tuangalie dakika 90 tutafanya nini siku ile. Umependezwa na hili Simba kupeleka mechi Isamuyo? Nakwambia hivi, ni kama mfungwa hachagui gereza. Tutakwenda kucheza mpira Samuyo. Simba itaibuka na ushindi? Kwani unaiona je sasa Simba? Niambie unavyoiona mzee. 2-1. Simdharau jamaa yangu, simdharau. Lakini tukatoke pale 2-1. Simba ni nguvu moja. Simba anavuka kidedea. Atapata kamoja. Yani kakumfuta machozi. Lakini mnyama mkali atatoka pale na goli 2. Safi. Safi. Bwana mimi nikushukuru sana mzee. Asante sana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia. Uko vizuri? Niko vizuri, buheri wa afya. Maeneo ya kujitamba. Ndio.
Hakuna umepoa mwana Simba? Hakuna, kwa sababu siwezi kuongea sana kwa sababu najua kitakachoenda kutokea. Golini namba 1 ukimweka Mamadou Kasal, namba 2 ukimweka mtoto 2000 Shomal Kapombe, namba 3 ukija ukimweka mtoto mdogo Kibabage, namba 4 ukimweka Ismail Ture, namba 5 ukimweka Roshan Dereki, beki mstarabu, beki namba 1 katika ligi, beki namba 5 ni namba 1 nielewe, kuna namba 5 afu kuna namba 1. Hapo sasa tunazungumzia ubora. Ubora ligi nzima Tanzania bara. Beki anaoongoza namba 1 kwa vyovyote unavyotaka wewe ni Roshan Dereki. Namba 6 ukimweka Yusuf Ali Kagoma kutoka Kigoma. Namba 7 ukimweka Libase Gay, mfalme wa Matobo, Libase Gay. Namba 8 ukimweka Maodo Alassane Kante. Namba 9 ukimweka kaka Selemani Mwalimu au Selemani, ila sio Ambosokani, ni Selemani Mwalimu Gomez. Namba 10 ukimweka Kratos Chota Chama au Triple C, Mwamba Lusaka. Namba 11 namaliza na Aniseti Oura, fundi wa mpira kabisa ndugu yangu. Fundi wa mpira kabisa ndugu yangu. Naonea huruma kwa kweli. Yaani sitaki kuongea sana. Naonea huruma mtani kwa sababu pia nimelipokea jambo zuri mechi kupelekwa General Samuel, kwa sababu kauli mbiu ya tarehe 3 inasema jeshini hakuna uchawi. Yaani ndio ninachojivunia kwa kweli. Jeshini hakuna uchawi, jeshini hakuna kuruka ukuta. Ukiwa na maana kwamba akipita getini lazima afe chuma 3. Akikoswa anakufa goli 2 bila. Hivyo ndugu yangu, sina mengi ya kuongea kwa sababu jeshini ya kuruka hakuna uchawi ndugu yangu. Ndio ndugu yangu. Na utapita getini lakini. Getini ni muhimu kupita kwa sababu walinipeleka visiwani Zanzibar wakafanya off time, mimi sijaingia vyumbani. Naongea ukweli, nimekaa dressing room, matokeo yake ndio ile Kakasele anatia chuma, refa anasema offside. Ilikuwa lenyewe lile. Ile lenyewe. Ile yani bila shida, hata vali hakuna, lile unaweka tu pale. Na sasa hivi tumekuja na kampeni mpya, hatutaki tena magoli, tunahesabu matobo. Tunahesabu matobo. Kuna beki wao mmoja mzee anacheza namba 3 kwa jina na muhifadhi kwa sababu na mheshimu. Anacheza namba 3. Useme kwanza. Yani sasa hivi hatuhesabu tena magoli. Tunahesabu matobo. Kwa sababu kuna beki wao mmoja namba 3 kwa jina na muhifadhi alinisaidia. Kwa hiyo sasa hivi tutakuwa tunahesabu matobo sio magoli ndugu yangu. Kwa sababu kila tunapofunga refa anasema offside. Ndio hivyo. Umefunga mara ngapi kwani? Kufunga ni kufunga, goli ni goli, hata liwe la mkono ni goli. Kama unakumbuka Jose Tambo alifunga goli la mkono likawekwa katikati. Hamis Tambo alifunga goli la mkono likawekwa kati. Goli ni goli ndugu yangu. Kwa hiyo bana, hapo umegusia kitu kizuri, namna ambavyo kuna wakati vilabu vinakosa haki zao kutokana na maamuzi ya waamuzi. Labda kuelekea dabi hii una kipi cha kuwaambia endapo atakusikia waamuzi ambao watapewa dhamana ya kusimamia mchezo huu? Waamuzi kwa kweli wawe makini, wasitake yani hela wanaopewa achukue tu hiyo na bodi ya ligi, kwa sababu vilabu yule mtani wetu uage kabla ya mechi anapeleka sana kwa waamuzi mzigo mzito. Kwa hiyo ndio maana hata likifungwa goli ananyosha offside. Na pia chengine, mechi ilikuwa itabidi ipigwe Kigoma wakaanza, tukakumbuka nyuma na Tanzania Prison walisema nauli hawana. Kwa hiyo tukaona mechi ipi hiyo kwanza ilikuwa ipelekwa Kigoma? Mechi ya dabi. Wakaanza chokochoko nauli hawana. Kwa hiyo tukaona tu twende jeshini ya kuruka, hakuna uchawi ndugu yangu. Bwana, mimi nikushukuru sana. Hivi umejitambulisha kwani? Nimejitambulisha ndugu yangu. Sawa ndugu yangu. Alhamdulillah. Kwa majina naitwa Asmani Idi Msindo ka Kapuku Sela. Kapuku Sela, yani muda wote sina kitu. Acha bana. Mimi nataka nikusearch, kama ukiwa nacho unaondoka nacho. Hamna noma, zaidi ya simu tu ya. Zaidi ya simu tu ndugu yangu ya. Bwana, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Alhamdulillah, nakutakia kazi njema. Shukrani sana. Hamna noma. Mambo ni aje? Kama kawaida ndugu yangu. Uko vizuri? Kaka kawaida. Kwa hakika ndugu yangu. Baya ubwela. Simba nguvu moja. Tarehe 3 tutaiona nguvu moja? Kwa hakika. Atoki chula, ina maana hiyo. Jeuri unaitolea wapi? Jeuri mimi naitoa kwa sababu nina kikosi kile ambacho kimekamilika. Mimi simtemegei refa. Hakika hiyo. Kwamba kuna wanaomtegemea Mungu. Si ndio? Tunawafunga mara kibao offside. Magoli ya wazi hapo offside. Mimi simtemegei mtu ndugu yangu. Hebu niambie, mchezaji anakupa jeuri sasa hivi ndani ya kikosi cha Simba ambaye kuelekea tarehe 3 unaamini kwamba atakuwa miongoni watakaofanya maajabu siku hiyo? Aliseula. Ndo namkubali mimi, ndo mchezaji wangu mimi huyo.
Mchezaji wangu mimi atacheza kama mimi zamani. Kama wewe? Zamani. Lazima namba ngapi zamani? Mimi nilikuwa lazima 11 kama yeye. Ndio mchezaji ambaye anafuata mimi ninavyotaka mimi. Hapo unapotaka wewe. Ndio mchezaji ananipa matokeo mimi tarehe 3 huyo. Wanachamba upande wa pili wanasema wanao walinzi pia wazuri. Hawana ulinzi wa kumzuia yule mtu. Hawana ulinzi huo kumzuia yule mtu, hajawahi kuzuiliwaga yule. Toka alipotoka mpaka alipofika hapa hajawahi kuzuiliwaga Alseula. Yule ni mchezaji ambaye ni mbaya. Ambaye haiwezekani kwenye hii ligi wala ligi yote. Umeona yule pale ni mtoto mbaya. Alseula yule ni mbaya. Afu ndo yule mbona kopi yangu mimi. Namkubali. Dabi Samuyo, wewe umelipokeaje? Hilo mimi nimelipokea kwa sababu sinacheza mpira popote. Sisi tunacheza mpira popote wenzako. Hatumuogopi wote. Aje walabu tumeanza kuwafunga sisi sembuse wao. Sina funga yoyote mjomba wangu, yani hapa hamna tunamfagilia hata mmoja. Maana hiyo kwenye hiyo dabi. Ni hiyo dabi tunawafunga hao. Yaani sisemi goli ngapi. Sisemi goli ngapi kwa sababu nawaonea huruma. Sio nawaonea huruma. Mimi naona huruma mwanangu. Wale nafunga nyingi mjomba Tumewakosa 3. Tumewakosa 3 Samuyo 3. Ingekuwa Taifa tungewapiga hii. Umeona hii? Shapiga 6, shapiga ngapi? Tunapiga hizi hapa 3. Hiyo hapo Samuyo napiga 3. Hebu zungumza na wana Simba ambao wengi wana shauku labda ya kusikia chochote kutoka kwa wana Simba wenzao. Kutoka wangu mimi hapa. Unaambiaje? Washangilie ubingwa kuanzia sasa hivi. Kuanzia sasa hivi washangilie ubingwa. Tukutana nao Zanzibar, tukutana nao wapi? Washangilie ubingwa, si nawapiga kama ngoma. Napiga kama ngoma hao. Wale napiga kama ngoma. Sema marefu maazmeni wao wanataka kuleta maisha ya magoli sio magoli. Wasilete maisha hayo. Tucheze mpira, tuangalie nani anacheza mpira, tucheze mpira. Tufungane kwa halali. Sina napiga 3. Hiyo kwa heshima hiyo. 3. Kwa heshima hiyo. 3. Hiyo kwa heshima kwa sababu wakubwa si wadogo wanavyodai wao. Ila 3. Wanavyodai wao Simba mdogo Yanga mkubwa. Ila kwa heshima sisi wapiga kwa heshima 3. Kwanza unakubaliana nalo hilo? Hilo naweza kukubaliana nalo kwa sababu wametuzidi wanasema wametuzidi kidogo mwaka mmoja. Wametuzidi kidogo mwaka mmoja si mdogo sana. Wametuzidi kidogo. Ila kwa sababu tumewaheshimu blaza hata uzidiwe sekunde ni blaza yako. Ila 3 kwa heshima. Wakileta jeuri 5. Nashukuru sana ndugu yangu. Wakileta jeuri 5. Tuambie kwanza nani? Mimi hapa. Naitwa Shabani Hasani Makamba Jeki, mtoto wa nyoka kuzaliwa na kutembea, white cape nyama nyeupe sio mvi.